ambayo hizi aina mbili za miti, kuna miti ambayo hujulikana na hufahamika kwa matumizi mbalimbali ya majumbani kwetu, hasa katika mfumo wa mboga. Kuna mche ama mmea ambao hutoa mbegu, na mbegu hizo pia hugeuka kuwa mboga, hujulikana kama feijan. Na kuna mmea ambao wenyewe hutoa mbegu ndogo sana, lakini majani yake ndiyo mboga, hujulikana kama haijan. Kwa kuna haijan na kuna feijan. Hii haijan na feijan ni aina ya miti ambayo inaingia katika michanganyo ya miti 11 katika miti ya kichawi. Lakini pia miti hii hutumika kama mboga katika maisha yetu, kwa maana tunakula, lakini mizizi yake huja kutudhuru pindi wanapopatikana wale watu wanaoitwa wachawi. Na sio jambo la kukustajabisha ukakutana na wazungumzaji wengi wakaisema haijan na feijan hali ya kuwa hawaijui. Wazungumzaji wa hivyo ni wengi, na watakao kuuzia, ipo siku mtu atakuuzia atakwambia hii ni dawa haijan na feijan, na utanunua kwa sababu sifa atakayoieleza anapatia, lakini mti haujui. Tumsalie ni Mtume. Sasa haijan na feijan ina faida gani? Hii miti inaingia katika jumla ya vitu 9 ambavyo mchawi kama mchawi, ili awe mchawi lazima atumie mizizi ya miti hiyo. Na kisha mchawi kama mchawi, ili aende sehemu asionekane mbele za watu na aondoke bila kuonekana, lazima abebe mizizi ya miti hiyo. Na ili aweze kuingia katika nyumba ya mtu, hata kama amefunga milango, yeye aingie na atoke akiwa salama, lazima awe amebeba mizizi ya miti hiyo. Kwa atabeba wingi wa vitu, jumla ya vitu 7 ikiwemo haijan na feijan vitu 2, jumla ni vitu 9. Lakini haijan na feijan ni moja kati ya miti 11 ya kichawi. Japo ni mboga tunakula. Na humu kuna wengine wiki hii haijaisha isipokuwa tumekula hata mara 2 mara 3. Sasa tunachochelea kutaja kwa Kiswahili ni nini? Zamani wazee wetu walikuwa wanaweza wakaitumia haijan na feijan iwapo wana mtoto au yani binti mtundu, wanachelea kuletiwa mimba mimba isiyokuwa na baba. Walikuwa wanamvizia, wanaloweka kwenye maji kidogo, anakunywa, yule binti ashiki mimba. Sasa ikaja ikagundulika kwamba kuna baadhi ya watu wanapolea watoto wa kufikia, wanawatengeshea watoto wa kufikia, wanakosa uzazi. Ndio maana unapozungumza kuna nyakati unalazimika baadhi ya vitu ufinye, ili isije katokea mtu analea mtoto wa kufikia akaenda kumnyima uzazi mtoto wa mwenzie. Lakini pia ilikuwa kwamba inapotokea binti anapata mume, anaolewa, wazazi wanatumia tena haijan na feijan, wanaweka na mti mwingine kama vile mkilika mfano. Mtoto akienda katika ndoa yake hamalizi miezi 2 kashika mimba. Watu wanasema haiwezekani, yule mtu yule kashindwa kushika mimba nje kwa kuruka kule, lakini watu walimtengeneza. Au mfano Wagogo wana mfumo mmoja kwa kutumia haijan na feijan. Kama binti amepata mimba nje ya ndoa, au labda ni mwanafunzi na wanahitaji asome, wanachukua haijan na feijan, wanamchanja mgongoni. Ile mimba haikui, vile vile ilivyo inabaki. Kwa hiyo ndio mtu anaweza kutaka tumbo kake kalitokeza tu pap, watu jamani mjamzito, afu mimba haikui. Kwa hiyo inaweza ikastop kama ni miezi 2 na stop hivyo. Itakwenda hiyo hali mpaka siku ile binti sasa kama ina uwezo wa kukata miaka 4 mbele. Na ndio maana hata katika sheria ya Uislamu tunaambiwa kwamba mimba uchache wake ni miezi 7, ukamilifu miezi 9, urefu wake ni miaka 4. Usije kama mtu ukaona mtu kabeba mimba miaka 2 ukasema mimba ya tembo. Hapana, ni ya binadamu, lakini mimba ina uwezo wa kukaa miaka 4. Hiyo inakuwa katika dharura. Tumsalie ni Mtume.
Tumsalie ni Mtume. Kwa hivyo wakati hii mimba ina uwezo kukata miaka 4, inakuwa imefungwa. Kwa hiyo inapotokea sasa yule binti aidha labda kamaliza masomo au tayari kampata mtu ambaye hata akimwambia mimba ni yako haruki, wanakwenda wanamchanja chini ya kitovu. Yule mimba inaanza kukua. Ndio ile Juma, mimba yako. Mtu hana ujanja, anakubali. Akiangalia toka nimekuwa naye ni miezi 3 nyuma. Mimba naambiwa ina miezi 2, nakataaje? Sema yangu. Lakini matokeo mtoto anakuja kuzaliwa afanani na baba. Ndio unaweza kustajabu mtoto wa nyumba hii anafanana na mtoto mmoja huko Msakuzi. Unaona kwa Rubaba huko. Sasa mtoto mbona anafanana na ile familia? Ndio baba yake yupo kule. Huku kuna mtu alipigwa changala macho. Tumsalie ni Mtume. Hayo ni matumizi baadhi katika vionjo vya haijal na faijal. Na hii haijal na faijal miongoni mwa tabia zake kwa mtumiaji pindi anapokunywa inakuwa ni dawa ambayo inakwenda kufumua baadhi ya mashina na vikaliwa vya uchawi. Na ndio maana jana katika vionjo ambavyo tuliviweka katika juisi ya tende tuliweka faijal. Ndio maana baadhi ya watu wakatapika. Ila kwa sababu mmekunywa chini ya kiwango, unakuja kukuta mwingine anatoa mate kama ya mtoto tahira. Kwa nini? Huyu mtu kuna vitu ambavyo havikuwa salama kwake. Kwanza nyota yake ilikwisha tingishwa. Na ndio maana mfumo wake wa akili alishakuwa anaingia katika mfumo wa usahaulifu, akisha anakuwa na mawazo ya kuwaza ushari, hawazi amani. Kwa nini? Mfumo wa akili haukuwepo. Ndio maana akawa anatoa mate yale madenda kama ya mtoto taira. Wengine mkafungulia choo japo cha tilipo 2 moja, alhamdulillah, ni katika kuondosha. Ungeangalia kile choo kilichotoka, kuna vitu vinatoka vya njano kama kiini cha yai. Kile ni kitako cha uchawi. Kinapoondoka kitako cha uchawi, utaona hata mwili unashusha kajasho kidogo pa. Baada ya kushusha kajasho utapiga usingizi. Ukiamka unakuta mwili umekuwa mwepesi, tofauti na ada ambayo umeizoea katika kipindi cha ugonjwa wako. Sasa leo tumewaletea ukamilifu wake, japo kwamba haitokutapisha, hautoharisha, lakini kwa mapenzi ya Allah itakwenda kufumua mashina na vikaliwa vya uchawi. Kama uchawi upo nje ya mwili, itakwenda kuutoa kwa njia ya kuoga, na kama upo ndani ya mwili utautoa katika njia ambayo Mungu atapanga utoke. Lakini haya tunayafanya kwa sababu ya kusaidizana kutafuta radhi za Mwenyezi Mungu. Ili mradi katika maisha yako wewe hata usipokumbuka kwamba kuna shehe aliwahi kunisaidia, ukumbuke kwa kutoa sadaka msikitini. Hiyo pia ni sadaka tosha. Kwa hivyo tukizungumzia haijal na faijal, ni moja ya miti ambayo ukiweni kuzungumza moja kwa moja vionjo, sifa na matukio ya miti hii huwezi kumaliza. Kwa nini? Miongoni mwa sifa zake hii miti yenyewe kwa yenyewe, yani ikiwa miwili yenyewe, ukiiweka pamoja na sukumana kama ncha moja za sumaku. Yani haikai pamoja. Ukiiweka mbalimbali inakaa, lakini kukaa kwake uongeze kitu kingine cha ziada, vio 3 kuendelea, ndio hii miti itakaa pamoja. Lakini yenyewe kama yenyewe haikai pamoja. Na ukigeuza, yani mfano ncha za sumaku ukizigeuza si zinashikana. Sasa hii hazishikani, zitatoa moto. Tumsalie ni Mtume. Yani wazee wa zamani pale kwa wanatumia hii miti kuikutanisha, kuisugua, kuwashia moto. Wazee wa zamani. Nafikiri tunasikia kwamba walikuwa wanawasha moto kwa vijiti. Lakini vijiti gani? Nyinyi sasa hivi si mnajifanya watoto wa mjini, hamtaki makuzi ya shamba. Lakini mkaishi shamba kidogo itakuwa rahisi. Yaani ingekuwa ni mtu ambaye umekulia ile makuzi ya shamba hivi, unapoelezwa unasema mti fulani na mti fulani. Yaani mfano unaweza kusema wewe utakuwa ni Mbazi na Kisamvu mfano. Tumsalie ni Mtume. Tumsalie ni Mtume. Kwa unapoizungumza haijal na faijal, hii ndio hata wachawi wanapoamua kufanya kitu wanachoita msukule. Yaani wanataka kumchukua mtu kuwa msukule, lazima watumie haijal na faijal. Na pia kuna tofauti baina
ya mtu anayetolewa sadaka uchawini na mtu anayefanywa msukule. Yaani ni matukio mawili tofauti, japokuwa hufanana katika baadhi ya mambo, mfano kwenye kuugua. Lakini mara nyingi mtu anayetolewa kafara huwa yeye anakuwa haugui, ila anayechukuliwa msukule huwa anaugua. Na ugonjwa atakaokuwa anaumwa ni ugonjwa ambao unakuwa mgonjwa wa ajabu zaidi. Na bahati mbaya itakayokuwepo, bahati mbaya kwamba yule anayefanya ule mchezo ndio atakayekuwa mshauri mkuu wa matibabu, kwamba yeye ndo kazi yake itakuwa mpelekeni huko, mpelekeni huko, mpelekeni huko, mpelekeni huko. Ikitokea kuna sehemu kuna tabibu wa kweli, yeye anakuwa kwanza kupinga, msimpeleke pale, hafai, kwanza anataka hela nyingi, kwanza anataka hivi, kwanza hivi, atatoa vipingamizi chungu mzima. Mkisema tupo tayari kuchanga, atasema subiri. Siku ambayo mnapata ile pesa, yeye ndo wa kwanza kufunga safari, tumpeleke Dodoma, kuna mtaalamu huko. Mkienda mkirudi, mgonjwa hajapona, ugonjwa ndo kama unazidi. Subiri, tutafute pesa, tufanye hivi. Pesa akipata pesa, hampeleki pale mnapopata nyinyi, atafunga safari Kigoma. Akirudi huko bado hajapona. Kwa hiyo kazi yake kuwapoteza akili, ili hata akifa mseme mbona alipambania matibabu, haiwezekani kwa yeye, kumbe yeye ndo alikuwa anafanya ile michezo afu anazungusha akili zenu. Sasa hii ina tabia gani? Mtu anapofanywa msukule, wana tabia moja, wanachukua ile haijal na faijal, wanachukua na vitu vingine takriban 7, jumla yake vinakuwa ni vitu 9. Katika hivi vitu 9 ambavyo jumla yake ikiwemo mpaka sijui kipande cha mti ya ndizi, straight mgomba. Lakini sio mgomba mradi mgomba, kunakuwa na migomba maalum. Kuna siku niliwahi kuzungumza hapa, kuna ndizi ambazo hizi hujulikana kama ndizi za matambiko, ambapo Wachaga wanaziita mlali, Wapare sijui wanahitaji, Wanyakyusa wanaziita ndiari, ni kitu kama hicho, maana sijajua kwa makabila mengine wanahitaji. Kizaramu si Wazaramu swali mandizi. Ila mfano wake ni kama ndizi mshale. Waluguru watakuwa wanajua kwa sababu pia wanaitumia kwa tambiko hiyo ndizi. Ni ngumu kama ndizi mshale, lakini yenyewe ni zaidi, yani ugumu wake inazidi ndizi mshale, na inakaa kwenye mgomba muda mrefu kuliko ndizi zingine zote. Sasa pia hii ndizi ndiari ama mlali, toto lake lile, siku ile tuita toto la ndizi. Ile toto la ndizi ni dawa ya kutibu macho ama mtoto wa jicho. Kwamba unakwanyua lile, unaweka kwenye jicho. Ukiweka kwenye jicho ulale. Ukifanya hivyo baada ya siku 3 mpaka 7, utakuta kama ulikuwa una mtoto wa jicho, yule mtoto ataondoka. Lakini awe mchanga, sio yule ambaye amekwisha komaa. Ni ndizi ambayo ina vituko sana hii ndizi. Sasa ule mgomba wake ni miongoni mwa vionjo wanavyovitumia kwa ajili ya kumfanyia mtu kwa msukule. Na wanapokwenda kutaka kumfanya mtu msukule, wanatumia kaburi la mtu ambaye amezikwa ndani ya siku 3. Yaani hajamaliza masaa 72. Wakishabeba hivi vitu, wanafika mpaka kwenye kaburi. Wakipiga lile kaburi linakatika. Likikatika, wanamtoa marehemu. Ndio leo kuna watu ambao wanajulikana kama vijakazi wa uchawini, ndoto zao wao zinahusu makaburi na misiba. Kila wakilala wao wanaota misiba, wanaota makaburi. Wanaota sio wamebeba maiti, sio wanaota wamebeba mizigo. Hawa ndio watumishi vijakazi wa uchawini. Wanakwenda wanambeba yule msukule, yule mtu ambaye kazikwa. Wanakuja kwa wewe unataka kufanywa msukule, wanakufanyia surgery kutumia haijal na faijal. Wanapiga usoni kwa maiti, wanapiga usoni kwa mgonjwa. Sura ya maiti inakuja kwa mgonjwa, ya mgonjwa inakuja kwa maiti. Wanamchukua yule maiti kwa sababu ana sura ya mgonjwa wenu, wanamlaza kitandani. Wanaichukua ile maiti yule mgonjwa, wanaenda naye kufanya kazi zao zingine. Hasa hapo ndo watachagua wao kazi gani inakufaa. Mfano, kuna watu wanaenda kuwekwa katika mashamba kama walinzi wa mashamba. Kachukuliwa msukule, lakini anakwenda kuuzwa, anakwenda ndio yale mazindiko, mtu anakufanyia zindiko katika shamba lako. Kisha watu wanaanza kulalamika, bwana nikija ukienda kwenye shamba la fulani unamkuta mtu kashika panga. Unakuta mtu sijui anakutandika fimbo. Wale wanakutandika fimbo kina nani? Ile ni misukule.
Wewe unasifia nimefanyiwa sindiko kali, mwizi akija anapigwa, anayempiga nani? Mwisho wa siku watu wakikwambia unafuga misukule unakataa. Kumbe ni kweli unafuga pasipo kujua. Mganga kisha kucheza akili. Washirikina ni watu wabaya sana. Sasa wakishafanya hivyo, nyinyi mnaamka asubuhi mgonjwa kafa. Lakini huyu mgonjwa marehemu wenu atafanana naye sura, hafanani naye mwili. Ndio baadhi ya watu mnaweza mkastaajabu, amekufa lakini kawa mweusi. Kwa nini kawa mweusi? Kafanana sura, mwili sio wake. Kilichombadilisha ni nini? Na ndio hata kama utaangalia mfano, unajua kwamba ndugu yako ana jeraha mgongoni, ana kakovu labda aliwahi kuumia. Ukikagua maiti ukuti ni kovu. Kovu linapotea. Sasa kilichopoteza ni nini? Maiti sio yenyewe. Ndio maana pale bado wa moto, kama kweli ni ndugu yako amefariki, bado wa moto, Mtume SAW anasema fakarau mautakum Yasin. Wasomeni maiti zenu surati Yasin. Msomee surati Yasin. Ndio kuna baadhi ya watu wanaposomea surati Yasin ili waoshwe maji ya kwanza, unastaajabu mtu kazinduka. Kapiga chafya, masa kumbe alizimia, kumbe alilala, kumbe hivi, kumbe maiti imegoma hiyo. Msukule kagoma. Kwa nini? Mmewahi kutekeleza alivyofundisha Mtume Muhammad sallallahu. Lakini wewe tayari mama kafa. Kumbe mtu ndo mnamsindikiza wewe, anakwenda kiulaini. Na maiti za namna hii mara nyingi akifa, mfano kafa leo asubuhi, mnasema huyu tutamzika kesho saa 7. Haifiki saa 7. Maiti inaanza kuharibika ndani. Kama mmewahi kusikia ama kuona kushuhudia matukio kama hayo, mtu mmepanga mtamzika saa 10, kufika saa 4 mwili unaoza. Mnalazimika kwenda kuzika kabla ya wakati. Kwa nini? Hii maiti mnaizika mara ya pili. Na ndio makaburi ya namna hiyo, mkishawazika leo, kesho mkizuru kaburi, mnakuta kaburi limetitia. Kumbe mnafahamu eh? Tumsalie Mtume. Kwa nini? Kilichozikwa sio chenyewe. Kwani kuna matukio mangapi mnapata kusikia historia zake, kwamba kuna mtu alikufa kwenda kufukua, siku anakuta mzigo wa kuni. Hamje kusikia? Watu wamekwenda kufukua kaburi, wanakuta mzigo wa kuni. Kwa nini? Kwa sababu kinachozikwa sio chenyewe. Na yule mtu sana anapelekwa uchawini. Kule uchawini inategemea nani mchawi. Kama mchawi ni mmoja katika wanafamilia, labda mama yake, baba yake, manake huyu mtu kule hatoliwa kwa wakati. Isipokuwa watakachokifanya ni kumuozesha. Kwa sababu misukule kwa misukule huwa wanaozeshwa. Kwanza ujue. Yaani msukule mwanamke na msukule mwanaume wanaozeshwa. Wakishaozeshwa huzaa watoto wanaitwa watoto wa ndele. Hawa watoto ambao wanaitwa watoto wa ndele huwa hawakui kufika miaka 2. Kabla ya kufika miaka 2 huwa wanatwangwa. Wakitwangwa wanatengeneza unga unaitwa unga wa ndele, ambao huu unga wa ndele unatumika kuwekea katika chakula kwa ajili ya kutengeneza sumu ya uchawi unaoitwa taila. Ukishapewa uchawi unaitwa taila, ndio pale unakuta kama ni mwanamke ni rahisi kujigundua kuliko mwanaume. Kwa nini? Tumbo lake linaanza kuwa linacheza kama mjamzito. Maradhi ndani ya mwili ya ajabu ajabu. Kila siku ataambiwa tu una uvimbe. Mauvimbe ya ajabu ajabu, sijui matatizo gani ya ajabu ajabu. Ndio maana leo utakapokunywa dawa za kufyatua sihiri, uchawi, ukienda ukitoa choo utakachotoa unaweza ukasema mimi mbona nilioza. Na inshallah Mungu akijalia kesho kutwa tutazileta. Inshallah. Mwenye utasema isema mimi nilioza. Sababu kinachotoka hutuamini. Ndio watu wanakujaga, mwingine anaona akatoa kichwa cha bata, mwingine kalisha mayai, mwingine kalisha karanga, mwingine kalisha majivu, kwa sababu kila mmoja atatoa kutokana na kile alichotengenezewa. Tumsalieni Mtume. Tumsalieni Mtume. Tumsalieni Mtume. Namuomba Mwenyezi Mungu ajalie kesho kutwa tuweze kuzileta hizi. Tuseme inshallah. Tuseme tena inshallah. Tuseme tena inshallah. Kwa hivyo uchawi kama uchawi, wakishamfanyia hivyo, na ndio maana kuna mwingine bado hajachukuliwa, lakini kwa sababu amefanywa kuwa ni princess uchawini au kijakazi wa uchawini, yeye ameozeshwa uchawini. Yaani tayari
yupo duniani anatafuta ndoa ya binadamu mwenzie, lakini wachawi wakushamwai wamemuozesha uchawini. Ndio mtu ana kazi ya kuwaota watu wa mtaani tu kila siku. Leo na Juma, kesho na Athmani, mtondoko baba mdogo, sijui siku gani mama mkubwa. Yaani mpaka wanawake wenzake anawaota. Mpaka wanawake wenzake mtu anawaota. Sasa unajiuliza shida nini? Huyu ni mke wa wenyewe uchawini. Ndio mtu anaitafuta ndoa kwa udi na uvumba. Leo kuna mtu kila akipata mchumba akimpeleka nyumbani, nimepata mchumba. Unashangaa familia imeanza kuwaka. Mwanaume gani? Hafai. Huyo mwanaume huyo sio mwanaume. Huyo mshenzi huyo. Kwanza mtu mwenyewe ajulikani kwao. Kwanza kwao wapo hivi. Mpaka ule uchumba unakuja unakufa. Wao ndio wakisikia tena kapata mchumba, maneno yameanza. Yaani kuna mtu akitaka kuona ukali wa watu wa familia yake, aseme nimepata mchumba. Lakini akiwa anadanga, huyu anaonekana ni mwema, mcha Mungu, mstaarabu. Akipata mchumba ili aolewe, nongwa. Kwa nini? Huyu kaozeshwa uchawini. Na familia inajua hilo. Ndio maana wanakuwa kipaumbele katika kuvunja ndoa. Kuna mtu mfano itokee tukagombana na mume wake nyumbani. Kuna watu wale ambao wanajifanyaga hawanaga siri. Shida zako wewe unataka kila mtu ajue. Kisha piga simu nyumbani. Tayari mama, nimesema rudi. Lakini hiyo ipo kwenye ndoa ujue. Na ndio maana unaambiwa wakati mwingine katika maisha yako kuwa makini. Kwa nini? Anayekushauri kuvumilia ndoa, yeye kaachika. Na anayekushauri kukataa ndoa, yupo ndani ya ndoa. Yaani anakuambia dai talaka, yeye yupo kwenye ndoa yake. Anakuambia dai talaka, yupo kwenye ndoa katulia. Na yule anakuambia vumilia, kishaachika. Sasa unajiuliza, mshauri upi mwema? Ni yule aliyopo kwenye ndoa afu anakuambia wewe dai talaka, au ni yule aliyeachika anakuambia wewe vumilia? Kwa maana akili yako ifanye kazi zaidi. Kwa hivyo inshallah tutaingia kwenye dua muda huu, alafu tutazipata hizi dawa. Tuseme inshallah. Inshallah. Tuseme tena inshallah. Inshallah. Tuseme tena inshallah. Inshallah. Basi